Karibu tena, karibu kwa mara nyingine katika mwendelezo wa simulizi yetu nzuri inayojulikana kwa jina la Siri. Mimi ninaitwa Genius Amon, rafiki yako mpendwa ambaye nimezoea kukuletea vitu vizuri kila leo. Ninaomba usiache kusubscribe katika akaunti yangu ya YouTube. Andika Genius kweli kwa herufi ndogo zote na usiache nafasi. Utaweza kuiona akaunti yangu ya simulizi, utasubscribe pale ili uwe wa kwanza kupata simulizi. Ninapoweka tu notification ya kwanza inakufikia wewe kabla ya wengine. Karibu katika mwendelezo wa simulizi ambayo tumekuwa nayo kwa muda sasa. Nataka tupitie machache kutoka kwenye episode ya 18 iliyoisha ili tuweze kuwa na mwendelezo mzuri katika episode ya 19 kabla hatujafika mbali. Ndiyo. Rashidi tayari ameshatimiza siku 7 alizopewa kuwa nyumbani. Ameweza kutimiza masharti yote aliyokuwa amepewa na mganga. Sasa baada ya siku 7 kukamilika, amerudi kwa mganga. Ndiyo, ameenda kwa mganga na amepewa majibu kwamba amekubaliwa, lakini utaratibu ambao unatakiwa kuwa endelevu ni kwamba kila mwaka anatakiwa kuja mara moja kwa mganga kwa ajili ya kutoa sadaka kwenye miungu. Lakini zaidi ya hapo, pesa anazopewa, anapewa sharti kwamba hatakiwi kuzitumia na watu wa nyumbani. Kitakachoendelea sasa ni nini kwa Richard? Narudia tena, usiache kusubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube. Ninaomba. Tunaianza hivi. Unajua, Rashidi alishtuka sana. Aliwaza mara 2 mara 3. Hata kama angelikuwa ni wewe, sijui ungesema kitu gani msikilizaji, kwa sababu amejiunga kwenye nguvu za giza ili aweze kupata fedha za kusaidia familia yake. Sasa itakuwa ina msaada gani hiyo fedha? Umetafuta kwa ajili ya nini? Unajua, raha ya utajiri bwana ni pesa uitumie na watu. Mungu akikupa pesa halafu akakwambia hamna kuwapatia wengine, uitumie wewe peke yako, haina msaada. Mimi nakwambia ukweli, pesa inakuwa tamu pale unapokuwa unaitumia na watu. Kuna muda unawanunulia zawadi, kuna muda unawafanyia kitu hiki na kile, kwa sababu utoaji ni asili ya mtu kabisa. Yaani hakuna mtu unaweza, hata kama mtu angekuwa ni mroho kiasi gani, huwezi kuishi bila kutoa. Tumeumbwa kuwa na asili ya kuwahudumia wengine, hata kama ungekuwa na roho mbaya kiasi gani. Fuatilia hilo msikilizaji, fuatilia hilo, utaweza kunielewa na utaamini. Sasa mganga anamwambia pesa anatakiwa kutumia na watu wengine, lakini si watu wa nyumbani. Ni ajabu hii. Baada ya kusikia hilo sharti, alitaka kuuliza swali, lakini mganga akaonyesha ishara ya kumkalisha kimya, atulie kama alivyo. Lakini Rashidi hakutaka kunyamaza kimya. Alimwambia mganga, mimi nimefanya hiki na sio kwa sababu yangu. Nimefanya hiki sio kwa sababu yangu. Nimefanya hivi kwa sababu yao. Nahitaji kuwahudumia. Sasa nawezaje kukaa bila kuwahudumia wakati nimejiunga kwa ajili yao? Rashidi alikaa kimya kidogo akitafakari, na mganga hakujibu chochote. Wala mle ndani hakuna aliyejibu.
Rashidi au rafiki yetu tunayeweza kusema anaitwa Richard kwa jina jingine alisema, hakuna mbadala, yani niangalie sharti jingine labda. Mganga akujibu chochote. Asante Mungu kwa sababu umenipa uvumilivu wa kusubiri muda wangu. Mganga alipiga hatua kusogea karibu na ile madhabahu ambako amekuwa akifanya matambiko yake. Alifanya tambiko kidogo. Yawezekana alikuwa anaangalia kama kuna mbadala wa hilo sharti. Baada ya kuchukua dakika kadhaa akifanya tambiko, alipiga hatua tena akirudi nyuma. Akamwambia Rashidi, mbadala wa hilo sharti kwa ajili yako ni kwamba unatakiwa kuwa unatoa sadaka ya mtoto aliyezaliwa kila baada ya mwezi, na kama ukija kufeli hata mwezi mmoja ukashindwa, utakuwa umemaliza maisha yako katika miungu, lakini kama ukiweza, utakuwa umeshinda mauti na kifo kitakuwa mbali na wewe. Mganga aliendelea aliongeza maneno na kusema, kabla sijakupa alama, nataka kujua uchaguzi wako ni upi katika hayo mawili: kuto kusaidia familia yako ama kukubali kusaidia familia yako lakini uweze kutoa sadaka ya mtoto mchanga kila mwezi. Rashidi alichukua muda kidogo akiwa ameinamisha kichwa chake, anatafakari nini chaguo gani analoweza kulichukua. Kama akisema nisiwasaidie familia yangu, atajielezaje kwao? Atawaambia nini wakati amejiunga ili aweze kuwa mwanaume kwao? Maana mwanaume anaona uwanaume wake unakamilika pale anapokuwa anamudu majukumu yake. Sasa atawaambia nini? Lakini akikubali kuwasaidia, maana yake akubali kutoa sadaka za watoto wachanga kila mwezi. Ataweza kufanya hivyo kweli? Alibaki huku akitafakari na kuwaza. Kabla hajapata jibu, alisikia sauti ya mganga ikirudia kusema, lakini kumbuka, chochote unachokichagua sasa hivi, hakuna nafasi ya pili. Rashidi na ndugu yetu ambaye tunaweza tukamuita kwa jina jingine Richard aliinua kichwa akamwambia mganga, akasema, hilo sharti la kwanza, hilo sharti la kwanza, kwa sababu sharti la pili, sitaweza kuua watoto wasiokuwa na hatia. Mganga alisalimia kwa salamu yao na kusema, mzunguko wa giza, na wengine wote wakaitikia, mahali mwanga unapoanzia. Usiku ulikata, waliondoka kwa mganga. Inaonekana ni kama mganga, lakini si mganga unayemjua. Ndiyo, mganga huyu inaonekana wazi ni chama kikubwa sana, ila wamejivalisha nafasi ya uganga, kwa sababu hata haya yote yalikuwa yanafanyika kwenye jengo moja kubwa sana ambalo ukijiona kwa nje ni la kifahari sana. Mganga gani anaishi kwenye nyumba ya kifahari? Rashidi, ama tunaweza tukasema tunaweza tukamuita Richard, aliondoka
alienda nyumbani na kufikiria sana. Alikuwa amekaa kwenye kiti anatafakari sana maamuzi aliyochukua. Toka mwanzo moyo wake ni kama ulikuwa mgumu sana kufanyia kazi maamuzi ambayo rafiki yake Gerald aliweza kumshirikisha. Alizama kwenye kina cha mawazo akitafakari jinsi ambavyo anaweza kwenda kuwa tajiri halafu ikashindikana kusaidia wazazi wake. Sasa mama yake anaumwa, lakini pia mdogo wake yuko shule. Mwanzoni alikuwa anapata kidogo anawasaidia. Sasa hivi anakwenda kuwa na pesa nyingi, lakini hata wasaidia. Ni bora kipi kama angelikuwa ni wewe? Lakini akiwa hapa anawaza maisha yao na maisha anayoyapitia, anateseka mpaka wapenzi wake wanamuondoka kwenye maisha yake kwa sababu hana kitu, anadhalilika, anakosa heshima. Sasa vipi kama angelikuwa ni wewe? Ungekubali kupata heshima lakini unatengwa mbali na ndugu zako kwa sababu utawasaidia na hakuna namna nyingine? Hapo ni kutengana nao, ni kujitenga nao kabisa, kwa sababu wakiwa karibu hawatakubali kufa wakati pesa wanaziona. Mimi na wewe kwa kweli tukutane katika sehemu inayofuata. Tafakari vizuri kabla haujafanya maamuzi. Naomba tuishie kwenye eneo hili, halafu tutarudi baadaye tuangalie alichokuwa anatafakari ni nini na maisha yake yalikuwaje baadaye. Yalikuwaje baada ya kufanya uchaguzi. Mimi ninaitwa Genius Amon. Asante kwa kushiriki pamoja nami mpaka sasa. Tukutane kwa wakati mwingine. Bye bye.